Yes, karibu sana mtazamaji wa Biromo TV. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuyatazama yale ya kimichezo, lakini taarifa kubwa zaidi tunatajikita zaidi kwenye kutizama mchezo wa leo wa Simba dhidi ya Yanga, mchezo wa ngao ya jamii ambao unapigwa leo saa 2:30 usiku. Tutakuja kutizama takwimu, pengine nani anaweza akanufaika zaidi kupata ushindi katika mchezo wa leo. Kama takwimu zinaweza kumbeba mtu hapa, tutakuja kutizama pia, lakini tutakuja kuvichambua vikosi vyote kwa pande zote mbili. Nitakuja kukupangia kikosi changu mimi rasmi ambacho pengine ningeweza kuanza nacho, lakini pia wewe mwenyewe kwenye maoni unaweza ukaniambia pengine wapi parekebishike, lakini pia pengine wewe ni namna gani unavyotazama. Kwangu mimi ni mtazamo wangu. Kwa hiyo karibu sana, hakikisha una subscribe Biromo TV, hakikisha una tune on notification ili mambo yaende vizuri zaidi. Mchezo wa leo ambao una pressure kubwa kulingana na timu ambazo namna zimefanya kwenye matamasha yao. Yanga kwenye Yanga Day akipoteza mchezo dhidi ya timu ile ambayo ilikuwa imetoka Kongo mabao 2-1, lakini bado Simba nao wakipoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Police FC kutoka pale nchini Kenya. Hii ilileta taswira tofauti ambavyo wote wanaingia katika mchezo wa leo, hakuna ambaye yani unajua kuna ile kuingia 100% kwamba leo nitapata ushindi. Kwenye kipindi cha nyuma Yanga ambavyo alikuwa anacheza na Simba, Yanga alikuwa anaenda kwenye misimu kama karibia 5-4 yote iliyopita, Yanga alikuwa akiingia kucheza na Simba, mashabiki wa Yanga wanaenda kabisa, wana uhakika kwamba hapa ni ushindi. Lakini kwenye misimu ya miwili hivi karibuni, mchezo huu umekuwa haueleweki, yoyote anaweza akapata ushindi. Sasa tutakuja kupanga kikosi hapa namna ambavyo kinaweza kikawa, labda pengine walimu namna ambavyo wanaweza wakapendekeza kikosi siku ya leo. Kwa upande wa Yanga kocha Mankoba Mekthi namna ambavyo anaweza kuanza, lakini kwa upande wa Simba kocha Steve Becker namna ambavyo anaweza akaanza katika siku ya leo. Lakini kihistoria klabu ya Young Africans yenyewe inaongoza kwa ushindi dhidi ya Simba katika dabi zote rasmi ambazo zimechezwa tangu mwaka 1965 katika mechi 111 za kihistoria zilizorekodiwa. Yanga imeshinda dabi 39 huku Simba wao wakishinda dabi 32 na mechi ya 40 zikamalizika kwa sare. Hiyo ni takwimu ya ujumla, yani ya pamoja, lakini zipo rekodi ambazo zinatisha ambazo ziliwahi kutokea. Rekodi ya jumla ya head to head tangu mwaka 1965 ni kwamba mechi ambazo zimechezwa ni mechi 111, ushindi wa Yanga akishinda mara 39, ushindi wa Simba akishinda mara 32, lakini draw yani sale mara 40. Mabao ya Yanga wakifunga mabao 118, mabao ya Simba wakifunga mabao 104. Unaweza ukaona namna rekodi zilivyo na namna ambavyo Yanga wako juu zaidi ya Simba. Mabao 104 kwa Simba, Yanga mabao 118. Naona bwana, kushinda mara 39 kwa Yanga, mara 32 kwa Simba. Kwa hiyo Yanga yuko juu ukiunganisha takwimu zote. Lakini matokeo ya dabi 6 za hivi karibuni za ligi kuu NBC Tanzania bara katika msimu ya hivi karibuni, Yanga imekuwa na ubingwa mkubwa zaidi kwenye dabi hizi, ingawa mechi za hivi karibuni zimeanza kuwa ngumu na zenye ushindani mkali wa mbinu. Na mwanzoni nilikwambia kabisa kwamba kwenye misimu karibia 5 Yanga walikuwa wanaingia uwanjani wakiwa wanajiamini, lakini kwenye misimu hii 2-3 Yanga wanaingia wakiwa na wasiwasi, sio kama kipindi cha nyuma ambavyo walikuwa wanaingia kwa kujiamini kwamba leo tunapata ushindi. Na nakumbuka mchezo wa mwisho ulikuwa ni tarehe ngapi? Ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026 ambapo timu hizi zilitoka sare ya bao 2-2, na kama sikosei mabao ya Simba alifungwa na Ribasa Gay na Clatous Chota Chama. Tena Ribasa Gay alifunga bao hilo mapema kabisa, baadaye Clatous Chota Chama akafunga tena bao la pili. Yanga wakaja kusawazisha kipindi cha pili, ambapo bao la kwanza ilifungwa na Prince Dube, la pili likafungwa na Bakari Nondo Mamnyeto. Huu ndo mchezo ambao una kumbukumbu za mwisho ambapo walikutana, lakini kumbuka timu hizi zimefanya sajili msimu huu mkubwa na bado dirisha liko wazi. Kwa hiyo yawezekana kuna machaguo mapya ambayo yakaingizwa katika mchezo huu wa leo. Kitazama kwenye takwimu hapa,
unaona dhahiri shaili ambavyo Yanga amekuwa na rekodi nzuri kwa kipindi cha hivi karibuni. Mchezo wa tarehe 3 Mei, na hapa na kuwekea rekodi za michezo yote, yani hapa sio ligi kuu wala sio muungano wala sio mapinduzi. Tarehe 3 Mei mwaka ya 2026, yani tarehe 3 mwezi wa 5, zilitoka sare ya bao 2-2, lakini mchezo mwingine ndio huu ambao ulikuwa ni wa fainali ya Muungano Cup. Mchezo huu ulipigwa, kwa najaribu kuangalia tarehe hapa, mchezo huu ulipigwa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026. Ilikuwa ni fainali ya Muungano Cup na mchezo huu ulienda dakika 120. Katika mchezo huu uliochezwa usiku kwenye uwanja wa New Amaan Complex, ni uwanja huu ambao uko visiwani Zanzibar, Simba iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Young Africans, na Yanga Yanga walifungwa bao la penalty, kama tuna kumbukumbu nzuri. Bao hilo lilifungwa na Suleiman Mwalimu dakika karibia zilikuwa za mwisho, yani ilikuwa ni dakika za mwisho zile kwenye extra time. Suleiman Mwalimu, Bakari Nondo alikuwa ni Edmond John alimfanyia madhambi Clatous Chota Chama kwenye boksi, na maamuzi akaweka tuta, na maamuzi huyo bila shaka alikuwa ametoka nje ya nchi. Nafikiri shari kwa Mkenya yule, akawa amefunika mkwaju wa penalty, na bao hilo likafungwa na Suleiman Mwalimu ambaye ametambulishwa juzi katika kikosi cha wananchi. Kwa hiyo huo ulikuwa ni mchezo wa pili, lakini mchezo mwingine ulikuwa ni mchezo ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Huo ulikuwa ni mchezo wa ligi, walitoka sare ya 0-0, lakini tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2025 Yanga ilishinda bao 2-0, lakini tarehe 19 mwezi wa 10 2024 Simba ilifungwa bao 1-0, lakini mwezi wa 4 tarehe 20 mwaka 2024 Yanga ilishinda bao 2-1, lakini Novemba 5, yani tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2023 Simba ilikula kipigo kizito cha bao 5-1. Unaona bwana, kwa hiyo hii ni rekodi ambayo ni mechi karibia 7-6 za mwisho ambazo Yanga na wastani mzuri, lakini rekodi za vipigo vikubwa vya kihistoria sasa hapa kuna wengi huwa wanabishana sana kuhusiana na rekodi ya vipigo vikubwa vya kihistoria. Ina maana kwamba ushindi mkubwa ambao uliwahi kutokea mpaka sasa ni juzi, nilikuwa na kuna msikilizaji na mtazamaji alikuwa ananiambia kwamba kuna kumbukumbu zinaonyesha kwamba Yanga iliwahi kumfunga bao 10 kwenye derby. Nikamwambia hiyo rekodi haipo. Rekodi ambayo inashikiliwa na Simba, ambapo Simba inashika rekodi ya kufunga Yanga bao 6-0, ilikuwa ni mwaka 1977. Unaona bwana, lakini Yanga pia nao ushindi mkubwa unaofuata ni Yanga ambapo ilichapa Simba bao 5-0 mnamo mwaka 1968, na hivi karibuni kama nilivyokuambia Novemba mwezi wa 11 mwezi wa 11 mwaka 2023 Yanga ilirudia vile ikaitandika Simba bao 5-1, kama tuna kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo ambaye anashikilia rekodi ni Simba ambaye ilimfunga Yanga bao 6-0 mwaka 1977. Unaona bwana, kwa hiyo iko hivyo na mambo yako hivyo, lakini ukitazama kwenye michuano hii pekee ya ngao ya jamii bwana, klabu ya Simba ndio inayoongoza kwa kutoa taji la ngao ya jamii Community Shield nchini Tanzania, ikiwa imelibeba jumla mara 10. Lakini watani wao wa jadi Young Africans wao wanashika nafasi ya pili wakiwa wametoa taji hili mara 9. Kwa hiyo iko hivyo, Simba imebeba taji hili mara 10. Kwa hiyo manake mchezo wa leo kama Yanga akifanikiwa kupata ushindi atakuwa amebeba kombe lake la 10. Kwa hiyo manake watalingana na Simba Sports Club. Msimu wa mataji wa ngao ya jamii Simba imebeba mara 10, ikibeba mwaka 2022, ikibeba mwaka 2023, ikibeba mwaka 2025, ikaja kubeba tena mwaka 2011, ikabeba mwaka 2012, ikabeba mwaka 2017, ikabeba mwaka 2018, ikabeba mwaka 2019, ikabeba mwaka 2020, ikabeba mwaka 2023. Lakini kwa upande wa Yanga wao wamebeba mara 9, wakibeba mwaka 2001, wakibeba mwaka 2010, wakibeba mwaka 2013, wakibeba mwaka 2014, wakibeba mwaka 2015, mwaka 2021, mwaka 2022 na mwaka 2024, mwaka 2000 mwisho 25, yani mwaka jana. Kwa hiyo wamefurudiza hapa
2024 2025. Kwa hiyo iko hivyo kwenye takwimu za ngao ya jamii, lakini mechi ambazo wamekutana kwenye ngao ya jamii, yani head to head, ingawa Simba anaongoza kwa idadi ya mataji jumla, lakini takwimu za kukutana ana kwa ana Kariakoo Derby ndani ya mashindano haya zinaonyesha upinzani mkali sana. Mechi walizokutana wamekutana mara 8, lakini ushindi wa Yanga ameshinda mara 4, Simba akishinda mara 3, na dakika 90, yani ukiachana na yale mambo ya mikwaju ya penalty, mechi 3 ziliisha kwa sare na kuamriwa kwa matuta. Unaona bwana. Kwa hiyo mchezo wa leo usiku utatoa picha mpya. Kama Simba wakishinda watafikisha taji la 11 na kujichimbia kileleni, lakini Yanga wakishinda watasawazisha rekodi na kufikisha mataji 10 mkononi na kulingana na Simba Sports Club. Sasa twende tutazame pengine labda vikosi ambavyo vinaweza vikaanza katika mchezo wa leo. Tunajua kwamba nianze na Yanga ambao Yanga wao wamefanya maboresho katika kikosi chao. Kuna baadhi ya wachezaji kama 6 hivi wa kigeni, lakini pia wapo wachezaji wa ndani ambao wameongezeka msimu huu. Kwangu mimi nikitazama kikosi cha wananchi, golini ningeanza na Djigui Diarra, namba 2 ningecheza na Yao Kwasi Atora, namba 3 ningecheza na Mohamed Hussein Zimbwe Junior Shabalala, lakini mabeki wakati namba 4 na 5 ningecheza na Ibra Baka na Bakari Nondo Mwamnyeto, namba 6 ningecheza na Duka Bia, namba 7 ningecheza na Max Pianzengel, namba 8 ningemweka Mdathir Yahaya, namba 9 ningeingiza ingizo jipya Peter Shalulile Shesheman, lakini namba 10 ningemweka Arani Okero, 11 ningeingiza ingizo jipya Hussein Zokwani. Kwa nini Hussein Zokwani? Kwenye mchezo ambao aliucheza wa kwanza dhidi ya timu ile kutoka pale nchini Kongo, alionyesha mchezo mzuri sana. Aliingia kipindi cha pili, ni mchezaji ambaye anaonekana ana kasi, ana speed, lakini pia ni mzuri kwenye kutoa mipira ya mwisho, yani zile assist. Kwa hiyo manaka akiwa anacheza na Arani Okero akicheza kama namba 10 kwa ajili ya kuwa supply wa mipira, kuwapelekea wakina Hussein Zokwan, nani huyu Max Pianzengeli, lakini wakati huo Peter Shalulile yuko mbele yao, inaweza ikawa ni nzuri zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Arani Okero tumemshuhudia ni mchezaji ambaye ana mguu wa dhahabu, lakini ni mzuri pia kwenye kupiga mipira iliyokufa. Kwa hiyo nafikiri kama kikosi kingeanza hivi, tungeona ushindani mkubwa katika mchezo wa leo. Wakati huo bench una Sheikh Ibrahim Ture, una Damaro Kamara ambaye kama timu inaweza ikapata ushindi mapema, unaweza ukamuingiza Damaro Kamara kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo, ukamtoa Duka Abuya, kwa sababu Duka Abuya sio mchezaji ambaye ana asili ya kukaba. Unaona bwana. Kwa hiyo wakati huo una mchezaji kama Albert Kagwanda, huyo anaweza akaingia baadaye kwa mbadala, labda kwenye kati ya wawili kwenye Hussein Zokwani na Max Nzengeli, unaweza akaingia mchezaji huyo Albert Kagwanda, na yeye nilimwona ni mchezaji ambaye pia anaweza kuwa na kasi. Kwenye eneo la ulinzi, changamoto yangu ndo inawaza sana hapo wanapocheza Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu Bakari Nondo Mwamnyeto amekuwa akifanya makosa sana, lakini tusisahau kwamba kwenye mechi iliyopita ya mwisho ambao alifunga bao 2-2, huyu Bakari Nondo Mwamnyeto ndo akuja kuwaokoa wananchi. Tofauti na hapo, mzigo ungerara. Unaona bwana. Kwa hiyo ukisema kwanza uanze na Faruk Komara, bado inakuwa ni changamoto. Mchezo wake aliyoucheza wa kwanza dhidi ya timu ile ya Kongo kwenye mechi ya tamasha la Yanga Day, mimi kwa kweli hakunipa motisha wala morali ya kumwanzisha leo. Kwa hiyo nafikiri kikosi kama kingekaa hivi kwa upande wa Simba, kwa upande wa Yanga mambo yanaweza yakaenda vizuri zaidi. Lakini kwa upande wa Simba, golini unaweza ukamwanzisha Djibra Kasal, lakini pembeni kwangu mimi naomba nini huyu Shomari Kapombe nimweke pembeni, nianze na David Kameta Duchu, kwa sababu michezo yake ya hivi karibuni ya mwisho ameonyesha kiwango bora sana. Lakini kushoto naanza na Nixon Kibabage, alafu sabu yake anakuepo Anthony Mligo, mabeki wakati Ismail Ture na Rushen Rock, lakini kiungo namba 6 Yusuf Ali Kagoma,
7 Libasa Geye, 8 mimi ningeanza na Nio Maema. Kwenye Nio Maema Ibrahim Baja naweza nikaanza na mmoja, lakini kwangu mimi ningeenda na Nio Maema kwa sababu anaijua dabi na amekwisha cheza sana Simba. Lakini namba 9 force namba 9 ningeanza na Elim Panz kwa sababu Ibrahim Dombia bado hajakaa kwenye mfumo ambao ni sahihi na wachezaji wale wa mbele. Na 10 ningeanza na Kratos Chota Chama, 11 nikaweka Anset Oura. Wakati huo niko na Ibrahim Dombia bench, niko na nani yule mchezaji Keleso Magarwa. Kama nimeanza na Nio Maema niko na Ibrahim Baja. Manake hawa wanaweza wakaingia muda wowote kwa ajili ya kuja kuokoa jahazi. Angalia sehemu ambayo hajafiti vizuri kwenye dakika 45 za kwanza na kuja kufanya sub. Kwa hiyo mimi ningekuwa mimi vikosi nafikiri ningependekeza hivyo. Kulingana na michezo hii ya dabi ya Kariakoo ni ngumu sana kuanza na wachezaji wapya kwa sababu wachezaji wapya wanakuwa na pressure sana na dabi. Bora ukaanza na wachezaji wale ambao kwa sababu ukitazama kwenye kikosi cha Yanga hakuna wachezaji wengi ambao wameondoka sana ambao walikuwa wanafanya vizuri msimu uliopita. Bado kwenye kikosi cha Simba hakuna wachezaji wengi ambao wameondoka ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye msimu uliopita. Kwa hiyo hapo unatazama lakini kwa Yanga bado pengo la Pacome Pedro Zouzoua linaendelea kuonekana kwa sababu mpaka Yanga anacheza mchezo ule ambao waliucheza kwenye siku ya Yanga Day, bado naliona pengo la Pacome likiendelea kuonekana. Sasa Pedro Pacome Zouzoua amekuwa ni mzuri anapocheza namba 10, hata akitokea pembeni amekuwa ni mzuri sana pia, na huwa ni mchezaji ambaye ana vitu vyake vya ziada, licha ya kwamba kwa siku za hivi karibuni amekuwa na matatizo ya kujipendelea, yani kutaka kumalizia nafasi yake peke yake. Unakuta mwenzio yuko kwenye ameshafungua njia, lakini yeye anataka malizie nafasi yeye mwenyewe. Lakini tatizo hili bado analo Max Nzengeli, anapenda sana kupiga mashuti ya mbali. Unakuta mtu amekwisha fungua njia, bado yeye anataka kumaliza mwenyewe. Nafikiri kama vikosi vitapangwa hivi, tunaweza tukashuhudia dabi ambayo itakuwa ni nzuri sana katika siku ya leo. Sijajua wewe pengine unawaza nini au ungependelea uanze na kikosi gani? Kwenye comment unaweza ukaniwekea vizuri hapo, pengine kikosi ambacho unatamani kingeanza katika mchezo huu wa leo. Lakini changamoto yangu, wasiwasi wangu ni mkubwa kwa mabeki wa Yanga sawa pembeni na wa Simba. Kwa upande wa Yanga ambako anacheza Yao Kwasi na Mohamed Shabarara, au hata akianza Shadrack Kaisa Boka, bora ya Boka kwa sababu ni mzuri kwenye kukaba, lakini Mohamed Hussein Shabarara amekuwa anapenda sana kusogea mbele kwenye eneo la kushambulia, yani kuongeza idadi ya washambuliaji, lakini bado anachelewa kushuka kwa ajili ya kuziba ile mnyanya. Sasa unapokuwa unafanya hivi na eneo ambalo unapanda na mtu kama Libasa Geye, mchezaji ambaye ana spidi na nguvu, inakuja ikawa hatari sana zaidi. Kama unakumbuka kwenye mchezo uliopita Libasa Geye aliweza kufunga bao la namna hii. Kwa hiyo nafikiri makocha wanahitaji kuzungumza nao mabeki wa pembeni, hasa Yao Kwasi na Ibra huyu Mohamed Hussein, kwa sababu anakocheza Yao Kwasi kule utakutana na Keleso Magarwa au Anset Oura, wote wachezaji ambao wana spidi. Kwa hiyo kuna haja ya kama unaongeza idadi ya washambuliaji mbele kushambulia, lakini wakati huo unarudi kukaba kwa wakati. Lakini bado kwa David Kameta Duchu amekuwa na staili hiyo kujisahau, kupanda sana zaidi mpaka mwisho wa siku unakuta majukumu yake yanakuja kufanywa na mabeki hawa Rushen Rock. Lakini kwa upande wa Simba, Rushen Rock na Ismail Tule eneo la katikati wamekuwa na partnership nzuri sana. Ni tofauti na Yanga ambapo amekuwa akicheza Ibra Baka na Bakari Nondo Mamnyeto, mpaka unakuta Ibra Baka anakuja tena kuziba na kusawazisha yale makosa ya Bakari Nondo Mamnyeto ambaye anayafanya. Kwa hiyo unakuta Ibra Baka anatumia nguvu nyingi sana kwa ajili ya kumsaidia Bakari Nondo Mamnyeto kuziba magepu yake. Kwa hiyo nafikiri kwenye eneo la ulinzi la Simba hapa anakocheza Rushen Rock na Ismail Tule yuko vizuri. Ukitazama eneo la katikati anacheza Yusuf Ali Kagoma, Nio Maema, ni wachezaji ambao wamecheza muda mrefu sana. Kama itakuwa hivyo na wamejuana, partnership ni nzuri. Duka Abu ya Max Nzengeli eneo la katikati kwa upande wa Yanga, safi kabisa, ni partnership nzuri ambayo tumeishuhudia sana msimu ambao ulipita. Kwangu mimi naona Peter Sharulile leo akifanya surprise, kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa na wakati mzuri sana na ni mchezaji ambaye ni mnyumburifu. Kama Peter Sharulile leo atapata mipira mizuri kutoka kwa Aaron Okero,
atapata mipira mizuri kutoka kwa Mdathiri Yaya. Mdathiri Yaya ambaye anacheza namba 8 na amekuwa ni mzuri sana akipush mashambulizi kupanda juu, lakini pia wakati huo akishuka chini in deep kwa ajili ya kusaidiana na kiungo ambaye ni namba 6 ambaye atakuwa yupo Duka Abuya. Lakini kumbuka kwamba wachezaji hawa Duka Abuya na Max Nzengeli wana tabia ile ile ya kupanda kwenda kushambulia. Kwa hiyo nafikiri kwenye eneo la ulinzi Yanga wamekuwa makini zaidi kwenye eneo hasa la katikati, kwa sababu hakuna kiungo asili ambao unaweza kuanza naye. Damaro Kamara uwezo ukasema kwamba uanze naye kwa sababu ni mchezaji anayetumia nguvu sana. Anaweza akakukost kwa sababu ni mtu ambaye huwa na maamuzi magumu, huwa akubali. Yani Damaro Kamara ni style ya kina nani yule Kanoti ambaye yuko Azam aliwahi kupita Simba pia. Yule nani yule Kanoti yule mrefu yule mweusi hivi. Ni style ile ile. Huwa hawapendi sana kupitwa kirahisi. Kwa hiyo ni watu ambao wanafanya makosa ya kila wakati. Bana, mimi nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Ngoja tusubirie leo itakuwaje. Cha msingi wewe endelea tu kusubscribe Biroma TV na tutakuwepo pia hapa kuhakikisha kwamba mbungi hiyo inakwenda maridadi. Mimi ni Andrew Emmanuel Kadida.